Natumaini unaendelea vizuri kabisa, mtazamaji wa Zone Media. Karibu sana hapa mtazamaji, sasa na kupitisha katika yote ambayo yanaendelea kiujumla, yani kwa undani kabisa. Yako mengi sana ambayo yanaendelea katika ukanda Mashariki ya Kati, hasa huu mvutano ambao umeibuka kwa kasi kati ya Marekani na Irani. Lakini pia mzozo huu unasababisha sasa hadi washirika wa Marekani katika ukanda wa Ghuba wanapata tabu kwelikweli. Mfano kama nchi ya Kuwait, kitu ambacho inakipitia kwa hivi sasa Kuwait kutokana na mashambulizi ya Iran si hali ya kawaida, ni uharibifu mkubwa unaofanyika huko nchini Kuwait. Sasa leo hii Irani imesitisha makubaliano na Marekani, lakini usitishaji huo unatokana na matendo ya Marekani ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani, Kazem Garibabadi, amesema leo kwamba Teherani imeamua kusimamisha utekelezaji wa makubaliano hayo baada ya kuishitumu Marekani kwa kukiuka masharti yote ya hati ya makubaliano ya Islamabad, yani Islamabad Memorandum of Understanding, kwa kifupi MOU. Na nukuu kile ambacho Garibabadi amesema kwamba Marekani imekiuka wajibu wake wote chini ya makubaliano hayo. Sisi pia tumesitisha utekelezaji wa ahadi zetu na kwa sasa tunajikita katika kulinda nchi yetu. Garibabadi amezungumza katika taarifa iliyonukuliwa na shirika la habari la Fars kutoka pale nchini Irani. Na hii yote inatokana na mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Irani usiku wa 7 mfululizo, lakini pia wakilenga miundombinu huko nchini Iran. Wameshambulia sana madaraja, wameharibu madaraja, wameharibu barabara nyingi huko nchini Iran, wameharibu miundombinu ya reli. Yani kwa kiasi kikubwa mashambulizi ya 7 mfululizo yaliyofanywa na Marekani yameharibu sana miundombinu pale nchini Iran. Hivyo Irani imeamua kuchukua hatua thabiti. Yako mengi yanayoendelea na bado nazidi kukujuza. Tukienda pale nchini Kuwait imepata uharibifu mkubwa sana, na ndio nchi pekee ambayo imeathirika zaidi katika mashambulizi ya Jumamosi baada ya Irani kulenga mtambo wa kusafisha maji ya bahari, mitambo ya kuzalisha umeme, lakini na kambi ya kijeshi na miundombinu ya mafuta pia, vyote vimelengwa pale nchini Kuwait. Kupitia Wizara ya Umeme, Maji na Nishati Jadidifu ya Kuwait ilisema kwamba shambulizi hilo lilisababisha moto katika sehemu ya mtambo wa umeme na maji na kulazimu baadhi ya mitambo ya kuzalisha umeme kusimamishwa. Lakini jeshi pia la Kuwait likathibitisha kwamba kambi moja ya kijeshi ilishambuliwa na wanajeshi kadhaa wamejeruhiwa. Na shirika la mafuta la Kuwait Petroleum Corporation, limesema moja ya mitambo yake ya mafuta imeharibiwa vibaya na mashambulizi ya mara kwa mara ya Iran, huku wafanyakazi wake kadhaa wakijeruhiwa. Lakini shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait International Airport zilisimamishwa kwa muda kutokana na vitisho vya makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones. Lakini pia hata askari wa zimamoto wa Kuwait kadhaa walijeruhiwa walipokuwa wakizima moto katika maeneo ambayo yaliyoshambuliwa. Japokuwa serikali ya Kuwait imesema kwamba ina haki ya kujibu mashambulizi hayo ikiwa italazimika. Tusubiri tuone nini ambacho kitajiri baada ya serikali ya Kuwait kusema hivyo. Hapa kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Yani mzozo kati ya Marekani na Iran kwa hivi sasa, yani umekuwa ni mkubwa kiasi kwamba tunasema hauna formula. Muda wowote mashambulizi yanafanyika. Yani Irani ikiamua hata sasa hivi irushe mashambulizi kuelekea katika maslahi ya Marekani huko Mashariki ya Kati, inarusha. Marekani ikiamua wakati wote ifanye mashambulizi, yanafanyika. Yani kwa tafsiri ya kawaida ni kama vile tayari vita vimerejea tena. Ndio maana Irani imeamua kusimamisha kabisa makubaliano na Marekani, kwa sababu hati hiyo imevunjwa na wao kwa sasa hivi wapo katika harakati za kuilinda Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Kwa upande wa Marekani yenyewe kama kawaida inaendelea kufanya mashambulizi huko nchini Irani, na kupitia kamandi kuu ya Marekani CENTCOM yenyewe imesema kwamba ilikamilisha duru nyingine ya mashambulizi kwa kulenga vituo vya upelelezi, maghala ya silaha yaliyoko chini ya ardhi, miundombinu ya kijeshi na uwezo wa kijeshi wa baharini wa Iran. Na katika taarifa ya CENTCOM ilieleza kuwa mashambulizi hayo yalihusisha ndege za kivita, droni, meli za kivita, huku wanajeshi zaidi ya 50,000 wa Marekani wakiendelea kuwa katika hali ya utayari Mashariki ya Kati. Na vyombo mbalimbali vya habari vya Irani viliripoti kuwa makombora ya Marekani yalishambulia vituo vya umeme na pampu za maji katika mji wa Jaski kusini mwa Iran na kusababisha baadhi ya maeneo kukosa huduma ya maji ya kunywa.
Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba pande zote mbili zinashambuliana wakati wowote. Upande huu utarusha makombora, upande huu utajibu, upande huu utajibu, hivyo hivyo upande huu utarusha makombora. Yaani ni mwendo wa kushambuliana. Na vita vya baharini pia vinazidi kuwa kwa kasi, kwa sababu Marekani yenyewe inasema kwamba inaendelea kutekeleza mzingiro wa bandari za Irani kwa kuelekeza upya baadhi ya meli za kibiashara na kuzuia nyingine. Lakini pia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema kwamba limezuia meli 4 zilizokiuka taratibu za usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz kupitia mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Na Iran imesema hata kama mashambulizi ya Marekani yatakoma, wao usafirishaji utazidi kuwa mgumu. Yaani hata Marekani aamue asimamishe mashambulizi, lakini bado usafirishaji wa mafuta pamoja na gesi kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz utakuwa ni mgumu, kwa sababu wanaiona Marekani kwamba imekuwa kikiuka taratibu zote ambazo wamekuwa kiingia katika makubaliano mbalimbali, hasa makubaliano ya MOU. Na mashambulizi kiuhalisia yanaenea katika maeneo mengi sana katika mataifa ya Guba, ambapo IRGC imekuwa ikilenga kituo cha anga cha Sheikh Isa nchini Bahrain, kituo cha anga cha Al Salem nchini Kuwaiti, na magala ya mafuta katika kituo cha anga cha Al Azraqi nchini Jordan. Yaani makombora yanayovurumishwa huko sio mchezo. Mashambulizi ni makali, lakini pia hali inazidi kuwa ya sintofahamu. Sasa mtazamaji wetu, ili kuweza kufahamu mengi zaidi, ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote. Kwa kusubscribe channel yetu, utakwenda kufahamu mengi ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu ni kuendelea kuwa nasi wakati wote na kuwa na bando lako la kutosha. Utakwenda kufahamu yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa.